gani? Kwa mwenyekiti wa taifa Mheshimiwa Freeman Mbowe, tulisalimia wananchi pale barabarani. Leo ni siku ya 3 nazungumza Makambako. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye anatupatia uhai, na nimefurahi nimekuja kwa wingi. Nataka nikushukuru sana Mheshimiwa Dr. Slaa. Dr. Slaa ni baba yetu. Mimi amenilea na kunitunza mpaka hapa nilipo. Tangu nilipoanza kuwa diwani wa kata ya Tarime mjini na baadaye kuwa mbunge, amenijenga. Huyu mzee ana miaka 76. Amekuwa mbunge kwa miaka 15. Kama ni mtu binafsi, angekaa nyumbani kwake, ale maisha yake, amalizie uhai wake hapa duniani. Lakini kwa miaka 76 anasafiri na sisi. Tunakaa naye kikao mpaka saa 7, kwa sababu anataka kuona nchi yake ikiwa kwenye mikono ya watu ambao watajenga uchumi wa nchi yetu, wataiendeleza nchi hii iende mbele. Kila mmoja wetu kama Mtanzania afurahie keki ya nchi hii. Leo nchi hii iko kwenye mikono ya kikundi cha watu wachache sana, wanaolindwa na polisi na vyombo vyetu vya dola. Wanaiba kulia kushoto, wanagawa nchi yetu kama nchi ambayo haina mwenyewe. Tukiulizana kwa nini tulidai uhuru wa nchi yetu, kwa nchi yetu yalikuwa yapi? Ni ili nchi ya mikononi mwetu tuiongoze, tutumie rasilimali za nchi yetu katika kujenga maisha yetu, na rasilimali ambazo kwa kweli tunazo nyingi kweli kweli. Kama mnavyojua, hii ni nchi pekee duniani iliyoko na Tanzania, haipatikani kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania. Hii ni nchi ambayo ni ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi dunia nzima. Ukienda kule kwetu Tarime ni dhahabu, ukienda Kahama ni dhahabu, ukienda Geita ni dhahabu, ukienda Mbogwe ni dhahabu, ukienda Chunya ni dhahabu, ukienda Singida ni dhahabu. Kila kona ya nchi ni dhahabu. Yanatoka matani na matani ya dhahabu ya nchi hii, yanaondoka kwenda Ulaya kutajirisha watu. Watu wetu wanabaki maskini, hawana maisha. Wakina mama wanahangaishwa na vikoba na mikopo ya kausha damu kwenye nchi yenye dhahabu. Ukichukua wembe ukauvunje hivi, kale kawembe kamoja kale uliko kata katikati ndio gramu moja. Gramu moja ya dhahabu yenye uzito sawa na ile wembe ni leo kwenye soko la dunia ni $200,000. Tanzania inachimba matani na matani ya dhahabu kila siku 300 duniani. Hii ni ziwa lenye kina kirefu kuliko yote Afrika, la pili duniani. Ni nchi yenye mlima mrefu kuliko yote Afrika, ya pili duniani. Mbuga za wanyama zetu ukichukua Seru, ukichukua Serengeti, ukichukua Mikumi, ukichukua Ngorongoro, ukichukua Ziwa, ukichanganya pamoja zina ukubwa kuliko nchi ya Rwanda, Burundi na Uganda. Mbuga namba 1 duniani. Tumejaliwa kila kitu. Bahari tulionayo ina urefu kutoka Mtwara mpaka Tanga kilomita 1,600. Ni nchi yenye kila unachokijua. Hii nchi ingekuwa na viongozi wenye akili, watu wetu ambao hawana kazi wangekaa nyumbani wakawa wanalipwa mshahara kila mwisho wa mwezi, kama inavyofanya Finland, kama zinavyofanya Norway, kama zinavyofanya nchi nyingine, kama inavyofanya Qatar na nchi nyingine. Watu ambao hawana kazi, kuna kitu kinaitwa government benefit, kila mwisho wa mwezi inaingia kwenye akaunti yako. Ingekuwa kila mtu ana insurance kwenye nchi ya matibabu, ya kutibiwa matibabu bora, kwa sababu Mungu ametubariki. Lakini ndugu zangu,
miaka 63 baada ya uhuru, watu wetu ni maskini. Nilikuwa naisoma Korea, Dr. Slaa. Korea Kusini na Korea Kaskazini walipigana vita mwaka 5. Walikufa watu zaidi ya milioni 6. Miundombinu yote, viwanda, barabara, reli ziliharibika. Watu wakawa maskini mpaka wengine wakawa nakula udongo na matawi ya miti na mizizi. Leo tunaiangalia Korea. Mtu yoyote ukiwa na simu ya Samsung inatengenezwa Korea. Ukiwa na TV ya Samsung inatengenezwa Korea. Ukiwa na friji ya Samsung AC, ukiona gari inaitwa Hyundai inatengenezwa Korea. Ukiona meli zinatengenezwa Korea. Mwaka 55 wamekuja, mwaka 61 sisi tunapata uhuru, tuna uchumi mkubwa kuliko Korea iliyotoka kwenye vita miaka 5 iliyopita. Ilikuwa inapokea mikopo ya USAID. Leo kipato cha mtu wa Korea wa kawaida, yani kila Mkorea kila mwisho wa mwezi, kila mwisho wa mwaka ana kipato cha milioni 148. Askari yule akifanya kazi miaka 10 hana milioni 148. Mimi nilikuwa mbunge kama mshahara wa mbunge milioni 12. Wewe milioni 12, hiyo ni miaka 3 unafanya kazi. Mimi nilikuwa nalipwa mwezi mmoja. Tuko kwenye matatizo, na kwa sababu tuko kwenye matatizo, tuna sababu za pamoja za kutafakari namna ya kuondoa haya matatizo. Bila kujali wewe ni askari, bila kujali wewe ni CCM, bila kujali wewe ni mwalimu, kwa sababu tuko kwenye matatizo. Tunaongozwa na watu wanaopiga nchi yetu mnada. Kila siku mnasikia reli imepewa Mchina. Uongo kweli? Sitazame inapita kakabidhiwa Mchina kwa miaka 27. Bandari amepewa Dubai milele mpaka Mungu atakaporudi. Ndio mkataba unavyosema. Dubai mwaka 61, mwaka 61 Dubai walikuwa watu 70,000 nchi nzima. Dubai ni jangwani, walikuwa wanatembea wanaokota tende, nomadic life, wanaokota tende jangwani. Mwaka 61 sisi tunapata uhuru, tuna chuo kikuu. Dubai haina hata shule. Leo Dubai ina watu milioni 3. Wakazi wa Dubai, kuacha watu wanaoenda wengine, wako milioni 3. Dubai iko dunia ya kwanza. Pipa lao la mafuta la kwanza wamegundua mwaka 69. Haya, wanaweza kusema wana mafuta. Mafuta ni sawa na gesi. Tanzania ina gesi futi za ujazo trilioni 54.5. Leo Dubai. What shall we do with the donkey? Say that. What shall we do with the donkey? Say that. What shall we do with the donkey? Say that. Hooray up, she rises. Hooray up, she rises. Hooray up, she rises early morning. Ayo, ayo. Kwa dunia ya kwanza wako milioni 3. Eti Dubai ndio wamekabidhiwa bandari zetu kuendesha. Sisi watu milioni 63 hatuna akili ya kuendesha bandari. Dubai watu milioni 3 wa Arabu waendeshe bandari. Mwalimu Nyerere alijenga wake bila kuwa na viwanda vya kawaida vile vya mwanzo. Viwanda vikubwa kama automobile, hivyo vya kujenga magari, vya kujenga silaha kubwa, vya kujenga mambo makubwa, hivyo tunaweza tusiwe nao. Lakini basic industries vya kutengeneza syringe, sindano, maji ya kuongezea dripu, toothpick, karatasi, ZZK Mbeya mnakumbuka, viwanda vya kuchukua vya kutengeneza mablanketi, pamba yenu ilimwe, iingizwe kwenye jineri, itolewe blanketi, viwanda vya kutengeneza tomato sauce, viwanda vya kuchakata maziwa. Hizo zinaitwa basic industries ya ajira ya watu. Ukiwa na viwanda hivyo huwezi kulia kuhusu ajira, kwa sababu kiwandani, ndugu zangu, ndipo anapoajiriwa msomi mkubwa zaidi mwenye degree engineer, na mtu asiyekuwa na elimu kabisa, huyo anapata kazi kiwandani, kwa sababu engineer atakuwa anafanya kiwandani, mwenye elimu ya kati kiwandani,
yule technician kiwandani, fundi umeme kiwandani, na mama ntilie anayeuza atakuwa pale anawauzia wanaofanya kazi kiwandani chakula, ili na wao wapate chakula. Na mbeba mizigo atakuwa pale ili apakie mzigo kwenye lori lililofuata mabraketi. Kwa hiyo kiwandani ndio kila kitu kinaajiriwa. Tuko wapi leo? Miaka 61 baadaye tumerudi nyuma. Viwanda vya pamba vimekufa, viwanda vya kila kitu vimekufa. ZZK Mbeya imekufa. Mwalimu aliiweka hapa ZZK kwa sababu hili eneo lenu nimo ili mpate pembejeo za kilimo. Sasa twende taratibu, nikueleweshe kwamba tuna watu wa aina gani kwenye nchi hii, na baadaye mniambie kama wanahitaji kuongoza nchi hii hata kwa siku 2 baadaye. Iko hivi, nianze na watu wa Njombe. Mkoa wenu wa Njombe una ukubwa wa kilomita za mraba 21,347. Nchi ya Israeli ina ukubwa wa kilomita za mraba 44,000. Kwa hiyo imewashinda Njombe kwa kilomita za mraba 21,000. Yaani Israeli ni jangwani, ndio nchi inayoongoza kwa kutoa matunda, parachichi, sui nini duniani. Jani, mkoa wa Mbeya una kilomita za mraba 62,000. Mbeya ni kubwa kuliko Uholanzi tunayoomba msaada sisi, saidie mzee, saidie mzee. Mungu amewajalia watu wa Njombe hapa, na akawawekea makaa ya mawe pale pale ya kutengeneza umeme wa kuchakata kile chuma, na akawapa ardhi ya kulima pale Makete ya kulima ngano. Mungu huyu akawapa nyie nguvu za kupanda miti ambayo inaweza kutengeneza furniture, inaweza kutengeneza mbao za kila aina. Mungu akawawekea, akawapa nafasi ya kulima viazi. Sasa leo tungekuwa na serikali yenye watu, nendeni kwenye YouTube mwangalie, wakati tunaanza kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere na hii SGR, nilisema bungeni nikiwa waziri wa nishati na madini Kivuli, nikawaambia Mheshimiwa Rais, tusianze kujenga miradi hii kabla ya kwanza ya kuwa na chuma chetu. Maana yake ni nini kiuchumi? Kwamba pale Mchuchuma na Liganga pana 7 nukta chote utanunua hapa. Unampa pesa kwa mkono huu, unaichukua kwa mkono huu. Bolt, nati, misumari, kila kitu kingenunuliwa wapi? Hapa. Ukisoma takwimu za serikali mwaka jana, mwaka juzi, mwaka uliopita, mwaka jana peke yake, kwa mujibu wa ripoti ya BOT, serikali kutoka nje cha dola za Kimarekani bilioni 1.2 kwa pesa za Kitanzania moja kwa moja watu 60,000. Watu
elfu mle ndani, kuuza vikompyuta, kuuza nini, kuuza chakula, kuuza machungwa, kuuza nyanya. Hizo zinaitwa subcontractors. Hapo hatujawagusia ungekuwa na makampuni mangapi na yangeajiri watu wangapi. Direct employment, watu 60,000 wangekuwa pale wanafanya kazi. Hebu fikiria Makambako, hebu fikiria Njombe, hebu ifikirie Ludewa yenyewe ingekuwa. Watu 60,000 mwisho wa wiki wangekuwa wanakuja kula starehe hapa, wanaenda Njombe. Kama wanauza chipsi sahani 2, ungeuza chipsi sahani 10. Pesa imetoka kiwandani, imeingia kwa mkanga chipsi. Mkanga chipsi ananunua viazi kwa yule anayeuza viazi, yule anapata pesa, ananunua sukari kwa mwenye duka anapata pesa, anajenga, fundi anapata nafasi ya kulipwa, fundi ananunua mboga kwa mama anayeuza mboga, mama anaagiza bodaboda amletee mboga, bodaboda ananunua mafuta, pesa inatembea kwa Watanzania. Hawa watu wasiotumia akili tumewaeleza wajenge kiwanda, hawakutusikiliza, wanaagiza chuma kutoka nje ya nchi. Chuma chetu kinaozea pale, watu wetu ni maskini. Katika uvumbuzi mkubwa wa binadamu duniani, invention namba 1 ilikuwa ni uvumbuzi wa printing, maandishi. Ndio yameleta mabadiliko makubwa duniani kwa binadamu. Watu walipojua kusoma na kuandika na kuandikia watu, huu ulikuwa uvumbuzi mkubwa sana. Namba 2 ilikuwa ni antibiotics, kugundua madawa ya antibiotics yanayoweza kutibu vitu mbalimbali. Ukameza dawa ikakutibu vitu mbalimbali. Ndio uvumbuzi namba 2 wa muhimu. Namba 3 ilikuwa ni chuma. Namba 4 ni kuvumbua injini. Namba 5 ilikuwa ni kuvumbua umeme. Leo tuna chuma kinaoza. Watoto wa Kitanzania hawana ajira, wanafanya beti. Halafu tuna serikali iko madarakani na unakuta kijiji kiko Njombe, mimi ni CCM down. Unamwangalia ndugu zangu, watu wa Makambako, tuna matatizo na sisi ndio wenye wajibu wa kubadilisha matatizo haya. Hebu niambieni, utatengeneza vipi ajira kwenye nchi ambayo unachukua bilioni 70 unaagiza kutoka Marekani? Unaenda kwenye maduka hapo wanauza American ndani ketchup, tomato sauce bilioni 70. Serikali yetu imeagiza kutoka nje ya nchi mayai, nyama za kuku za dola za Kimarekani bilioni 24, bilioni 65. Vijana wana ajira. Tumeagiza maziwa ya bilioni 31. Vijana wana ajira. Watu wana mashamba, mama zetu hapa vijijini, eka 2, eka 3. Ukichukua ng'ombe wa kisasa ukawapa wawili, yule ng'ombe mimi nawafuga na wajua, anatoa lita 25 ya maziwa. Huyu mama ukaweka na maafisa extension farmers wale kule vijijini, wakuwachomea sindano, ukawatengenezea dip kule vijijini, akawa anapata maziwa lita 50. Asas yuko hapa ananunua maziwa ya shilingi 1,000. Huyu mtu atakuwa anapata shilingi 50 kila siku. Kwa mwezi ni zaidi ya milioni 1.5. Hebu fikiria familia inayopata milioni 1.5. Ungeenda ungekuta imejenga nyumba nzuri. Wakinunua simenti, serikali inapata fedha kutoka kiwandani, kuna kitu kinaitwa corporate tax, serikali inalipa. Inapata tax base kubwa, ingeajiri walimu zaidi. Leo tunapitana, hawana kazi na kazi zipo. Shule hazina walimu, mahospitali yana madaktari na wadaktari wapo. Polisi hawatoshi vituoni na polisi wapo. Vijana wapo kufanya hizo kazi. Jeshi halina watu wa kutosha, vijana wako mtaani kwa sababu pesa zetu tuna export nje ya nchi. Si kama mnaelewa. Hivi mnaelewa ninachokisema kweli? Wanaoelewa wanyoshe mkono tu. Tuna matatizo. Na kwa sababu tuna matatizo lazima tubadilishe hali.
Wangapi wanasema lazima tubadilishe hali hiyo? Nyosha mkono. Serikali hii, nchi hii yenye ukubwa wa kilomita za mraba 945 imeagiza ngano ya bilioni 504 kutoka nje ya nchi. Nchi hii ukichukua Kenya, ukachukua Uganda, ukachukua Rwanda, ukachukua Burundi, ukizichanganya pamoja hazitufikii kwa ukubwa tulio. Makambako iko hapo. Watu wa Makambako, watu wa nini? Wa Makete wanachohitaji kupata mitaji, wapate trekta, wapate mbolea, wapate mbegu nzuri, wapate na kiwanda cha kukoboa ngano yao. Halafu wakalima ngano, itajitosheleza. Hizi fedha zitabaki ndani ya nchi, zitatengeneza nchi. Tumeagiza mchele kutoka Pakistan, mchele wa basmati wa zaidi ya bilioni 200. Tuna mchele bora namba 1 duniani, Kyera. Watu wa Kyera wanachohitaji uwasaidie wavute maji kutoka ziwa Nyasa. Mungu alikuwekea pale, uwawekee miundombinu maji yafike mashambani, uwape trekta, uwape harvesters, uwape mashine za kukoboa, wazalishe mchele. Hizi fedha zibaki Tanzania. Na mchele ni siku 90. Kilimo cha mpunga ni siku 90. Ukiwaletea maji, hawatasubiri msimu wa mvua, watalima. Wakifikisha siku 90 watakata, watapanda tena, watapanda tena. Kwa mwaka watapanda mara 4. Tutapata chakula cha kutosha. Watu wetu watakuwa matajiri, watanunua magari, watajenga nyumba, wataishi maisha yenye hadhi. CCM inaona ikifanya hivyo kuendeleza watu. Wakule tuna kitu tunaita chinyani. Yaani wewe unakula alafu unashiba. Ukishashiba unaona chakula hichi mwenzako atakula, unachukua mchango na mwaga juu yake. Hivi mnanielewa? Sasa ndugu zangu, nyie mnalima, mnazalisha miti. Tunaagiza furnitures kutoka nje ya nchi, hadi za ofisini, kwenye maofisi ya serikali. Sisi ndio tuna mninga bora duniani, sisi ndio tuna mbao za finance bora. Tunaagiza furniture, unaenda kwa mkuu wa wilaya. Hao vibaraka wanaoitwa wakuu wa wilaya, kwanza wana kazi gani? Hii ni extension ya utawala wa kikoloni. Mkuu wa wilaya nani aliyekuchagua? Eti namwakilisha rais. Tutafuta huo ushenzi wa wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa. Tukiingia madarakani ndio cha kwanza kufuta. Hawana kazi. Unaenda kwenye ofisi, mtu anaitwa mkuu wa wilaya, huko kwenye kimeandikwa chini. Ndani hawana ajira. Wakati watu wa Makambako hapa wanambao, ungetrain vijana wa Makambako, ukawapa mashine za kutengeneza furniture, ukawahakikishia na soko, watu walikuwa busy kwenye viwanda vya kutengeneza furniture. Tusingeagiza furniture kutoka nje. Muuza misumari angepata fedha. Multiplier effect chain yake ni kubwa. Yule anayeuza gundi angepata fedha. Anayepakia mbao kutoka angepata fedha. Leo CCM badala ya kuzungumza maisha ya watu, mwenezi wao anasema eti Chadema tunaenda kununua Ebola na Mpox tulete. Hiyo Ebola inauzwa duka gani Makara? Hawa ni watu wanaoona nyie hamna akili, hamnazo. Ndio maana wakija hapa hawana hoja. Sisi juu zaidi. Huko juu wanatafuta nini? Matatizo ya wananchi hapa chini. Hapa chini ndio hatuna barabara, hatuna madawa, hatuna maji. Hapa chini juu zaidi kutafuta nini? Na nyie watu ambao mnahusika kufanya. Tulikuwa na mbunge wenu bungeni, mzee huyu anaitwa Sida Pipo, mtu wa ajabu. Badala ya kusemea wananchi, yeye anasemea serikali.
kazi ya mbunge is a taxpayer representative. Mbunge ni mwakilishi wa mlipa kodi. Mbunge sio mwakilishi wa serikali. Kazi yako ni kudefend watu wako mpaka tone lako la mwisho la damu. Mzee mzima akisimama na kata kiuno ili kuongea. Kujipendekeza tu. Na haya yote kwa sababu uchaguzi wetu, kura ya mwananchi haiheshimiki. Kama kura ya mwananchi ingekuwa inaheshimika, wabunge wasingesimama bungeni dakika 10 anamsifia mama. Kilemba kizuri, tunamshukuru mama, mama. Dakika moja kusemea shida za wananchi. Ndio maana tumesema no reforms, no election. Na tunahitaji mtunge mkono. Bila mabadiliko ya kimsingi kwenye sheria zetu, uchaguzi hautafanyika, kitawaka. Mimi na tutakuwa mstari wa mbele kuongoza wananchi. Ili mradi tumtuambie mtatunga mkono. Tusipochukua nguvu na mamlaka ya wananchi yaliyopokwa na vyombo vya dola, tukayarudi, sehemu pekee ambayo wewe unaweza kumpa max kiongozi wako au kumshusha max ni wakati wa kupiga kura. Ukimchagua miaka 5, unamweka pale, unakuna muasisi. Aliniahidi hiki, unaweka tiki. Hiki anatekeleza, unaweka tiki. Hiki hakufanya, unamsubiria kwenye kura. Kama hakutekeleza, akija kwenye kura nyingine unaweka X, unapeleka mwingine. Sasa hebu fikiri. Mbunge analipwa milioni 18 kwa sasa. Mimi nikiwa bungeni nilikuwa ni milioni 12. Akikaa, kipindi tukiwa bungeni, ukikaa asubuhi mpaka jioni, mimi na mwakajoka tukiwa bungeni. Useme usiseme, lakini 20 mwezi. Mshahara wa askari ile mwezi mzima. Ni posho ya mbunge siku hii. Siku moja. Na nielewe uzuri. Sasa mtu anayelipwa hivi, insurance kwa mke wake, insurance kwa watoto, insurance kwa nini? Kama kura yako ingekuwa na uwezo wa kumtoa na kumweka, huyo na kuramba viatu hivi wewe. Lakini sasa hivi wabunge hawaheshimu. Kwa nini? Kwa sababu anajua kura yako haitamweka madarakani. Atakayemweka madarakani ni Samia na polisi wake wakitumia mtoto. Ndio maana mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam amesimama, mama mmoja amempigia simu. Anamwambia nataka kujifungua, nimeenda hospitali wananinyima mkasi na wembe na prof. Akamwambia rudi nyumbani, mume wako atafanyiwa operation. Na akaisema public bila aibu. Na hajachukuliwa hatua mpaka sasa na Rais Samia. Mnafikiri ni kwa nini? Kura ya mwananchi ingekuwa na nguvu, Samia angekubali ile mtu ampake matope? Anajua hamna chochote cha kuwafanya. Sio kama mnaelewa. Hivi mnaelewa vizuri? Kama kura yako ingekuwa na uwezo wa kumweka madarakani na kumwondoa, lazima tuonyeshe. Angejua tusipofanya hivi, miaka 5 wananchi wanakumbushia. Iko hivi, Gordon Brown alikuwa waziri mkuu wa Uingereza. Alikuwa wananchi anaongea hivi, mwanamama mmoja anapaza sauti anapaza. Sasa alipokuwa anashuka jukwani, alikuwa na ile maiki hapa vile vidogo vya kuchomea. Yeye akafikiri imetolewa, akasema tuko ile maiki tena. Mama kaniambia kesho yake Uingereza iliandamana, akatoka madarakani. Kwa kuonesha kwamba umeshindwa kusikiliza kilio cha wananchi. Wakina mama wangapi wanakufa hospitali kwenye nchi ya asali na maziwa kwa sababu wameshindwa? Ni wazee wangapi wanasumbuliwa na tezi dume wanakufa, wametumikia taifa hili kwa sababu wana hela. Kila mtu amelitumikia taifa hili na anapaswa kulindwa na nchi. Kama ulikuwa mchoma mkaa, wewe ndio ulichoma mkaa ukauleta kutoka kijijini. Mwalimu aliyekuwa mjini akakaa ofisini akatumia mkaa wako ili afundishe. Bila wewe angetoka darasani akachome mkaa, isingewezekana. Kila mtu anahusika kujenga nchi.
Kama wewe ni fundi, wewe ndio ulijenga nyumba za Yoranas, wewe umetumikia taifa hili kwa ufundi wako. Ndio maana sisi Chadema tuna universal pension. Tukiingia madarakani, kila Mtanzania akifikisha miaka 60 tutatumia rasilimali zetu kumlipa pension, kwa sababu naye ametumikia taifa hili kwa njia moja au nyingine. Unauza nyanya, wewe ndio ulituuzia nyanya, na wewe ulitumikia taifa hili kwa kutuuzia. Unauza kiberiti, ulituuzia wewe, umetumikia taifa hili kwa kutuuzia. Lazima upate pension. Tuna uwezo. Nchi hii leo uwanja wa ndege wa Kia umepewa kwa Oman. Uwanja wa ndege, kila abiria anayetoka Ulaya akishuka pale anaacha dola 55 kwa ajili ya kutumia uwanja. Akiwa anaondoka anaacha dola 55. Hiyo ni sawa na shilingi 300,000. Ule uwanja unapitisha watu milioni 1.5 kwa mwaka. Mwalimu Nyerere alitujengea akatuachia pale. Ukibomoka kidogo unapaka rangi, unatengeneza kigaa, unaurudishia huko pale, kwamba kwa mwaka unaleta watalii milioni 1.5, mara 300,000, zaidi ya bilioni 100. Eti hizo hatuwezi kuzikusanya, yaani tukae pale tu kwetu tunakusanya. Tumempa Muomani ndio akusanye hizo, akatengeneza ajira kwa. Leo serikali inajenga barabara za mwendo kasi Dar es Salaam pale BRT. Nazo nasikia wanatafuta mwekezaji Mwarabu aje pale, apewe, achukue hela ya mama anayetoka Mbagara kunywa posta, aipeleke kuiwekeza Ulaya. Utatengenezaje ajira? Kwa nini usimpe Abudi? Hata Abudi ni CCM, hata yule sui nani yule Shabibi ni CCM, hao mamiliki wa mabasi wengi wanajipendekeza ni CCM, lakini wape ni Watanzania. Wakipata pesa watajenga ndani ya nchi, hawatazipeleka nje. Wanachukua wanawapa Waarabu. Nchi ya Waarabu. Unakwenda China, Wachina wamejaa, Wachina wamejaa, wanachimba dhahabu. Tarime wa China mpaka polini Mbogo. Wachina wanauza, trading. Dr. Slaa, sheria zetu zinasema turuhusu investor, sio trader, sio mchuuzi wa kuuza na kununua. Kama mtu anakuja kujenga kiwanda, huyo tunampa nafasi. Lakini kwenda kununua bidhaa China uje kuuza hapa, tunawapa wa China. Unajengaje uchumi? You are draining your country. Yaani wewe unatengeneza mlija wa kutoa utajiri wako kuupeleka nje. Hivi mnanielewa vizuri? We are draining our country. Na CCM wanatumia kutokuelewa kwetu kufanya mambo ya kipumbavu. Alafu wanakuja wanawapa gesi na kanga. Rais ana uwezo wa kununua kanga nchi nzima, lakini hana uwezo wa kuwekea madawa msife hospitali. Ana uwezo wa kuwapa gesi ambayo baada ya uchaguzi mtakuja kujaziwa 2030 tena. Sisi Chadema tunasema hatumpi mtu samaki, tunamfundisha namna ya kula samaki. Maana vijana wetu hamtakwenda kufanya betting. Tutawapa maeneo ya migodi, tutawapa mashine za kuchimba, tutawapa utaalamu, mtachimba dhahabu muuze, mpate nchi, mpate fedha, mjenge uchumi wenu mifukoni.